dua huregesha ile kadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani Mwenyezi Mungu aweza kwa kuwa amekuandikia jambo fulani likupata, lakini kwa baraka ya ile dua lile jambo halina budi likupata, lakini likakupata kwa njia ya usahali, kwa njia ambayo kwamba itakuwa si kwa ukubwa vile alivyoandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yote aliyopanga ni yeye Mola, aliyotuletea dua ni yeye, kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uduni astajib lakum, na kadha alozipanga ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumefundishwa sana katika Uislamu sisi kumuomba Mwenyezi Mungu katika mambo yote, kumuomba mke aliyokuwa mwema, vijana waliokuwa wema, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. Tupe wake waliokuwa wema, tupe vijana waliokuwa wema. Sio upate tu mke, upate tu vijana, kwa sharti wawe wote ni wema, iwe ni zitulizo za ito lako, ukiwaangalia, ukiambiliana nao, ukiwa na wao. Sio kiambiwa kwamba huyu ni mke wako au mahala apitapo mke wako wewe hutaka kukimbia kwa vile amezivojitolea, kwa vile anavyotembea, uko wazi, uko uchi, uko kwa namna isoridhisha. Wewe mwenyewe ukiambiwa kwamba mke wako ule ametokea, wewe huwa unataka kuondoka wewe mwanamume mbee. Si uzuri namna hiyo. Kwa hivyo ule mke awe ni mwema, na kijana chako pia awe ni kijana aliyokuwa mwema. Ukiweko mahala umeketi na watu, ukiambiwa huu mwanao, utafurahi. Sio mwanao akikupita wewe ainamisha kitwa kwa sababu waona haya, kwa sababu ajera kwamba huyu ni mwanao. Kadhalika mfano mtu ameambiwa kwamba aombe dua akiwa ni mgonjwa. Mwenyezi Mungu amepanga kwamba binadamu watakuwa wagonjwa na ugonjwa uko, lakini ile dua kukhafifisha ile maradhi. Ndio Bwana Mtume akatufundisha, rabbana Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kwani je, Mwenyezi Mungu hayui kwamba nimewaandikia waja wangu ugonjwa na lazima wawe wagonjwa? Mwenyezi Mungu amepanga ugonjwa, lakini tukafundishwa na dua ambao kwamba tukiomba zile dua kwa baraka ile dua, yale maradhi yatakuwa hafifu. Kweli utakuwa mgonjwa, lakini utapata dawa pesi sahali mara moja uwe utapoa, badala ya kuwa mgonjwa sana makhtuti, utiwe ICU, utiwe hapa na pale mpaka utakapotoka pengine ni miezi. Lakini kwa baraka ile dua Mwenyezi Mungu huhafifisha yale maradhi. Ukawa utanunua panadoli yako tu pale, ukishakumiza basi umeshatulia.